Tuangazie sasa kipengele cha mchezaji wa siku. Leo tunaenda kumzungumzia golikipa wa timu ya Young Africans, namzungumzia Djigui Diarra. Moja kati ya makipa bora sana ambaye ameweza kuleta level nyingine ya makipa hapa nchini Tanzania. Watu wengi kipindi cha nyuma tulikuwa na kipa bora ambaye hatuwezi tukaacha kuongea ubora wake, Aishi Salum Manula, ambaye alifanya vizuri kwa kipindi kirefu sana mpaka kuna muda akapewa jina la Air Manula. Sasa kitu ambacho watu wengi hawakijui kwa Diarra, leo tutaenda kupita naye hapa. Diarra watu wamjue. Kama wewe ni shabiki wa Yanga, basi utamjua vizuri Diarra amepita wapi. Moja kati ya makipa wa timu ya taifa ya Mali, lakini ni kipa pia wa Young Africans, namzungumzia Djigui Diarra. Huyu ni golikipa ambaye amezaliwa mnamo mwaka 1995. Amezaliwa Februari katika mji wa Bamako pale Mali, ndiko ambako amezaliwa, lakini pia anacheza nafasi ya kipa kama ninavyojua. Mnamo mwaka 2011 Diarra ndiye rasmi alianza kucheza mpira akiwa na kikosi cha Stade Malien ya pale nchini Mali. Alicheza kwa mafanikio makubwa, lakini alianza kwenye timu ya watoto 2012 hadi 2016 ndiko ambako akaanza kupata nafasi rasmi ya kucheza kwenye kikosi cha Mali. Alicheza pale Stade Malien ya pale nchini Mali, akiisaidia klabu hiyo kuchukua mataji kadhaa, lakini alishinda pia Mali Cup na Mali Super Cup akiwa na kikosi cha Mali. Huyu ni golikipa Djigui Diarra. 2015 aliweza kuweka rekodi kubwa akiwa na kikosi cha timu ya taifa ya Mali, akicheza kama under 20 timu ya taifa ya Mali naita. Huu ulikuwa ni mwaka wake muhimu sana, lakini pia alikuwa ni nahodha wa kikosi cha Mali under 20 ambacho kilifanikiwa kushiriki michuano ya kombe la dunia pale nchini New Zealand. Mali wao walifanikiwa katika hatua ya robo finali. Hapa ndipo historia sasa ya Djigui Diarra ilianza kuwa bora. Alifanikiwa kucheza mchezo wa nusu finali wa robo finali dhidi ya Ujerumani, timu ya taifa ya Ujerumani under 20, na alifanikiwa kusave penalty ambayo ilipelekea timu ya Mali kufanikiwa kufuzu hatua ya nusu finali katika michuano ya kombe la dunia under 20 ambayo ilifanyika pale nchini New Zealand. Mali ilifika hatua nusu finali, hatimaye kumaliza nafasi ya 3 katika michuano ya kombe la dunia mnamo mwaka 2015. Sasa safari ya Djigui Diarra ilianzia hapo. Mara baada ya kufanikiwa kufika hatua ya nusu finali katika michuano mikubwa kabisa duniani kwa upande wa vijana, Djigui Diarra 2015 alifanikiwa kuitwa kwenye timu ya taifa ya wakubwa. Manake mafanikio yake sasa yakaanza. Ameanza timu ya vijana, timu ya wakubwa akaona uwezo wake. Lakini watu wakumbuke, Djigui Diarra kipindi anaenda kwenye timu ya taifa ya Mali akiwa under 20, alifanikiwa kuwa nahodha wa kikosi cha timu ya vijana ya Mali. Hii inaonyesha uwezo wake mkubwa wa kuweza kusaidia vijana. Lakini pia 2015 aliitwa timu ya taifa ya Mali. Mwaka huo alianza kucheza pia kwenye timu ya wakubwa ya Mali. Alicheza michezo kadhaa. Mchezo wake wa kwanza Djigui Diarra kucheza ulikuwa ni dhidi ya Guinea Bissau ambako Mali walifanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 3-1. Mambo yalikuwa mazuri kwa Diarra 2016, kumbukumbu nzuri ambayo vijana hawa kutokea pale nchini Mali waliweza kuifanya. 2016 Mali walifanikiwa kushiriki michuano ya CHAN. Hii ni michuano ambayo inahusisha wachezaji wanaocheza ligi za ndani. Mali wao Diarra alikuwa anacheza pale Bamako ya nchini Mali. Manake timu yao ya taifa ilifanikiwa kufuzu michuano hii ya CHAN, ambako Mali walifanikiwa kucheza, ambayo ilikuwa 2016, na walifanikiwa kufika hatua ya finali ambako waliweza kutolewa na DR Congo mnamo mwaka 2016. Lakini ubora zaidi wa Diarra ndio ambao ulifanya kikosi cha Mali kuweza kufika hatua hiyo ya finali, ili sevu zake ambazo alikuwa akizifanya katika kiwanja ndizo ambazo zilisababisha kikosi cha Mali kuweza kufika katika hatua hiyo. Lakini kikubwa ambacho kilitokea kwa upande wake, alikuwa katika wale wachezaji ambao wamecheza michuano ya CHAN 2016. Yeye ni mmoja kati ya wachezaji bora, alikuwa kipa bora, lakini kile kikosi cha first 11 cha michuano alifanikiwa kuingia. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo Djigui Diarra alikuwa muhimili katika kikosi cha timu ya taifa ya Mali. Lakini 2017 hadi 2021 ndipo alianza kuimarika zaidi, kwa sababu hata umri pia
wa Diarra ukaanza kukua. Aliendelea kuwa kipa muhimu wa Stade Malien, lakini pia aliendelea kuimarisha kwenye mifumo katika mashindano mbalimbali ya kimataifa ikiwemo AFCON na mechi za kufuzu kombe la dunia. Akaanza kujumuishwa na timu ya taifa ya Mali. Lakini Agosti 2021, baada ya uwezo wake mkubwa kuonyesha katika maeneo mbalimbali, Diarra alifanikiwa kusajiliwa na Dar es Salaam Young Africans. Kwa mara ya kwanza mashabiki kutoka nchini Tanzania wakaanza sasa kumfahamu vizuri Djigui Diarra. Unajua miaka ya nyuma unaweza ukawa mchezaji bora katika ligi yako, lakini ukawa haujulikani zaidi. Kwa sababu ya nini? Ukiangalia ligi ya Mali ni ligi, sio ligi kubwa zaidi barani Afrika, lakini sio ligi ambayo mechi zao zinaonyeshwa. Hata Tanzania miaka iliyopita tunajua ligi yetu ilikuwa haipati ule uwezo wa kuonyesha. Kwa hiyo mara baada ya michuano ya kimataifa na timu ya taifa ikasababisha Mali kuonekana na Yanga, Engineer Hersi Said akaweza kunasa saini ya Djigui Diarra. Djigui Diarra alikuja Yanga akitokea klabu ya Stade Malien. Wakati huo alikuwa tayari ameshapata uzoefu mkubwa wa ligi ya mabingwa pamoja na timu yake ya taifa akiwa anaendelea kuichezea. Lakini akiwa na Yanga 2021-22 alifanikiwa kutwaa taji la ligi kuu ya NBC kwa mara ya kwanza, lakini pia akafanikiwa kuwa kipa bora wa michuano ya ligi kuu ya NBC 2021-2022. 2022-23 msimu uliofuata ulikuwa ni msimu wa mafanikio kwa Dar es Salaam Young Africans. Unakumbuka hapa Djigui Diarra aliisaidia Yanga katika ligi ya mabingwa, lakini baada ya ligi ya mabingwa Yanga kutolewa alienda kucheza kombe la shirikisho ambalo inaita walifanikiwa kufika hatua ya finali dhidi ya USM Alger. Watu wanaikumbuka zaidi hii finali ambako kwa kumbukumbu ambazo zipo Diarra alifanikiwa kusave penalty katika mchezo ule dhidi ya USM Alger, na Yanga walifanikiwa kufika hatua ya finali. Moja kati ya silaha muhimu ambayo Yanga iliwapeleka kufika hatua ya finali ni save ambazo Diarra ambazo alikuwa akizifanya. Lakini finali pia, mchezo wa kwanza uwanja wa Benjamin Mkapa, Yanga walifungwa 2-1 dhidi ya USM Alger. Mchezo wa marudiano ulitamatika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa goli 1. Kwa hiyo ilipelekea Yanga kushindwa kuchukua ubingwa, lakini aggregate ilikuwa ni magoli 2-2. Lakini sasa kilichomfanya USM Alger kuchukua ule ubingwa ni USM Alger kushinda goli nyingi akiwa ugenini. Lakini katika mchezo ule Sodaya Pemba aliweza kufunga penalti, lakini Diarra dakika za jioni kweli aliweza kuisaidia Yanga kwa kusave penalti. Kwa hiyo ni mafanikio ambayo Diarra aliyapata akiwa na kikosi cha Dar es Salaam Young Africans mnamo mwaka 2022-2023 ambako Yanga ilifanikiwa kufika hatua ya finali katika CAF Confederation Cup. 2023 hadi 2026 kipa huyu wa Mali na kipa wa Dar es Salaam Young Africans aliendelea kuwa sehemu ya kikosi cha Yanga na timu ya taifa ya Mali. Hadi sasa ninavyozungumza bado ni kipa wa Dar es Salaam Young Africans na bado ni golikipa wa kikosi cha Mali. 2025-2026 kumbukumbu nzuri kwa Diarra ni katika michuano ya AFCON ambayo ilifanyika pale nchini Morocco, ambako alifanikiwa katika mchezo wa Mali dhidi ya timu ya Tunisia. Mali walifanikiwa kuibuka na ushindi katika penalti 3-2. Yeye akawa mchezaji bora kwa kusevu baadhi ya penalti. Alicheza penalti kama watu wana kumbukumbu nzuri. Hii ilimuongezea mafanikio yake katika soka. Lakini kwa ufupi sasa historia yake, vitu ambavyo amevichukua, mafanikio ambayo anayo mpaka sasa hivi Djigui Diarra ana mafanikio ya kucheza kombe la dunia under 20 2015 akiwa na Mali na kufika hatua ya 3 bora katika michuano hiyo ambayo ilichezeka New Zealand. Chani 2016 aliweza kufika nafasi ya pili wakimaliza Mali, timu ya Mali nafasi ya pili 2016 na alivaa medali. 2015 alivaa medali akiwa nafasi ya 3. 2016 alifanikiwa kuvaa pia medali akiwa na kikosi cha Mali katika michuano ya Chan ambako alitolewa na Kongo. Lakini ligi ya Mali pia alichukua makombe kadhaa, akichukua makombe na kubeba medali. Akiwa na Dar es Salaam Young Africans ameweza kuchukua makombe pia akiwa na kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Lakini pia Diarra alivaa medali ya kombe la shirikisho barani Afrika akifika finali na Dar es Salaam Young Africans katika msimu wa 2022-2023, mchezo wa finali wakicheza dhidi ya USM Alger. Kwa kifupi, safari yake amepita Stade Malien 2011. 2015 Mali alicheza under 20 World Cup
2015 timu ya taifa ya wakubwa kaitwa kwa mara ya kwanza. 2016 amecheza michuano ya Chani na Mali kafika finali. 2012 mpaka 21 mafanikio mengi na Stade Malien, amecheza kwa mafanikio lakini 2022 akajiunga na Yanga. Kipa bora 2021-22 ligi kuu, 2023 kucheza finali ya shirikisho, kombe la shirikisho barani Afrika, lakini 2023 hadi 26 anaendelea kuwa sehemu ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Huyu ninayemzungumzia hapa ni golikipa wa Yanga Djigui Diarra. Kwa hiyo ni kipa ambaye amecheza timu mbili tu za klabu, Stade Malien na sasa hivi akiwa Yanga. Na kwenye wiki ya Mwananchi ulimsikia msemaji wa Yanga alisema Ali Shabani Kamwe alisema Diarra ameongeza tena mkataba wa miaka 2. Okay. Mwanzoni nilikuwa napata shida kutamka jina lake Djigui Diarra. Yeah. Okay, asante sana Steve. Ngoja nipite na baadhi ya comment hapa. Shija anasema huyo Diarra hakuna kitu hadi sasa, kafungwa chuma za maana. Jamani nyie watu. Genge Mayenga anasema Dumbia tunamsema sana kwa kila anachokionesha uwanjani, ila siku akija kuwaka ataziba midomo wanayanga. Ka identify kabisa wanayanga. Na hapa si battle la Yanga na Simba. Okay. Sawa. Iskari anasema dada hakuna wa kumfananisha na golikipa huyo hapa Tanzania. Azizi Abduli anasema Yanga bingwa. Mjuni anasema naisi wasiojua wamesikia. Osia anacheka. Haya, nikipita na ujumbe wake Daniel anasema leo Singida watakufa vya kutosha. Niko Mwenge hapana wasikiliza vizuri. Asante sana Daniel. Isa anasema ila Dumbia akaongeza na emoji ya kucheka. Isa anasema yes hapo leo. Wewe mjadala wa Dumbia? Ni gazeti lile pale la Mwanahabari. Weke la mwisho. Yaani wewe ndo sababu. Kwa nini uliweke gazeti la Dumbia la mwisho? Mimi Dumbia nampenda na umio anavyomsema. Yaani mbona unaongeza kumsema? Yaani nataka wafanyeje? Yaani tunavyomsema ndio tunazidi yaani ajulikane zaidi. Kwa hiyo hii kujulikana baadaye itampa fursa. Sasa kuna kujulikana kwa mawili. Unaweza kujulikana kwa mabaya na mazuri. Lakini kote ni kujulikana. Sasa Dumbia ajulikanaje? Kwa mikimbio yake. Isa anasema yes hapo leo mna agenda safi hiyo. Daniel anasema yani wanasema tuko bora lakini kila mechi imeruhusu goli. Haya bwana Daniel huyo na ujumbe wake. Haya, Kinogi anasema hakuna kipa mwingine Tanzania hakuna kipa mwingine Tanzania Diarra. Jafari Mvungi wa Mkuranga. Okay, anasema hakuna kipa mwingine wa Tanzania. Wewe unamzungumziaje Dumbia? Ni gazeti la Mwanahabari upande wa michezo linasema Baka Dumbia atafunga sana. Kocha huyo wa Simba anasema na huyu kocha unajua kocha wa Simba nimempenda sana. Anasimama upande wa Dumbia kwa sababu ana feel. Afu pia sasa amepitia anaelewa. Yaani hana jinsi. Yaani kuna muda lazima umtetee, ni mchezaji wako. Yaani utafanya. Na sasa mbona mimi namtetea? Mimi namtetea kwa nini? Umesema unampenda mchezaji wako. Lazima umtetee pia. Nipeni Dumbia asalie. Atafanya vizuri. Yaani mimi nawaambia Dumbia ni umri tu, ni swala la muda. Maybe ujue kocha sasa yupo naye kwenye mazoezi. Kwa kuna kitu anaona. Kuna kitu anaona. Na makocha huwa ujue kuna baadhi ya nyota mazoezini wanafanya vizuri. Wakija kwenye mechi pressure inawabeba. Wanashindwa kufanya vizuri. Kwa hiyo utakuta kocha mazoezini anatupia Dumbia hata goli 5. Ndio maana kocha anasema subirini atafunga tu. Mimi naona tatizo kubwa ni unajua kuna ule umri ambao yani kitu unafanya for fun, huna malengo, huna nini. Niambia Dumbia mdogo sana? No, sio mdogo sana lakini kuna wakati kuna kitu unafanya yani wewe huangalii zaidi impact kwa wale watu ambao unawafikishia kile kitu, ila unajiangalia as long as nina furaha basi nafanya. Sasa kwa Dumbia kwa maneno ambayo labda kama Kiswahili hajui. Hapo wenzie wanamnyima kumwambia bwana hapa unazingua. Tandaoni kupo hivi kwa sababu
ila Watanzania walivyo wanaweza kukufuata, yani mtu akatranslate lugha na anakutumia kabisa kwenye account yako. Sasa hivi wanapotumia AI yani mtu ajui lugha yako na ulikotoka, mtu anatranslate, anahakikisha unaelewa anachokutumia. Aise, kumbuka kocha wa Yanga yule aliyopita Minuno. Mashabiki wa Yanga walikuwa waelewi. Nani tena? Kuna kocha wa Yanga alipita, alikuwa anaitwa Minuno huyo. Okay. Alikuwa acheki. Yule bwana Yanga alimtimua mapema sana. Aise. Idi anasema anaitwa Idi aka Jaja Simba, mbona hatuwaelewi? Tunashinda na mipira mingi lakini bado wanataka nini? Okay, haya, ngoja nipite na ujumbe wake. Huyu anaitwa Osia, anasema Dumbia akiwaka amewaka, kitakachofuata ni balaa. Kweli kabisa, mimi naungana na wewe. Iskari anasema Simba anaitakia ushindi wa kadi nyekundu. Ushindi wa kadi nyekundu. Idi anasema Simba mbona hatuwaelewi? Tunashinda na mpira mwingi lakini bado wanakosa, bado wanataka clean sheet. Okay, umemwelewa? Simba hatuwaelewi, tunashinda na mpira mwingi lakini bado wanataka clean sheet. Haya, nimemuelewa. Anamaanisha nini? Simba wanashinda na wanacheza mpira mwingi lakini wanachotaka wasiruhusu goli, yani wasifungwe. Yani kama wanashinda 5-0, nyavu zao zisiguswe yani. Wanataka watoke kipa wao atoke na clean sheet. Who are you? Aluminium anasema kwa sasa Simba wanachofurahia ni kukosa clean sheet kwa Yanga. Bwana Steve umeiona? Yani alichokisema Aluminium, amesema kwamba kwa sasa Simba wanachofurahia ni kukosa clean sheet kwa Yanga, ile wakati Yanga wameshinda. Nikapita kwa mimi napenda sana kupita mtandaoni kusoma comments za watu. Wanasema kwamba sawa mmeshinda lakini tunachojua ni kwamba goli lenu limeguswa. Ndo unajua nimetoka kumwangalia Diala hapa. Ya unajua kuna bato pia. Unajua Yanga wao wanajivunia kwamba tuna kipa bora barani Afrika, tuna kipa bora ambaye anafanya vizuri. Sasa Simba wao hawataki huyu kipa ambaye mnyinyi mnajisifia ni mzuri, kwamba akishafungwa anasema kiko wapi? Si yule kafungwa. Ni pale yani adui yako au mpinzani wako anatafuta kitu kadogo tu kusema. Kwa hiyo ni kawaida kwenye mpira. Ndio maana hata hawa Simba wanasema Dumbia ni striker, lakini Yanga wao wanadili pale kwamba yuko wapi afungi, mbona ana uzuri gani mtu afungi. Kwa hiyo ni mindset za mpira kila mtu japokuwa pia na ujue mwishoni mwa ligi wanakuja kuangalia nani kipa bora ambaye amefanya vizuri, kwa sababu kinachoangaliwa zaidi ni umetoka na clean sheet ngapi katika mechi zako. Ili kuwa kipa bora, hicho pia ni kigezo kimoja hapo ambacho kinatumika kwenye ligi yetu. Kwa hiyo kama mechi ya pili hajatoka na clean sheet, wao wanaamini ujue mwisho wa msimu kinachokuja kuangaliwa ni nani pia ametoa wachezaji wake wanaenda kuchukua tunzo. Japokuwa hazijatoka tunzo msimu uliopita, msimu huu ulioisha, huu unaenda msimu wa 3, bado TFF na bodi ya ligi hatujaona wakitoa tunzo, lakini ujue ni moja kati ya faraja kubwa kwa mashabiki kuona wachezaji wao wakienda kupokea tunzo. Kwamba bwana kipa wetu, mchezaji wetu kipa kawa mchezaji wetu, mchezaji bora wa michuano kawa kwetu, mfungaji bora kawa kwetu. Kwa hiyo kuna pia kuna competition. Bwana nyinyi hamjambulia chochote. Kombe tumechukua, kila kitu tumechukua. Ndio maana msimu ule uliopita watu walikuwa wana doubt kwamba ni nani anaenda kuchukua tuzo za mchezaji bora, Pacome ama Aua. Lakini mpaka sasa hivi hazijatoka tunzo. Msimu uliopita pia tujui tunzo zitaenda kwa nani. Watu wakawa mwishoni pale wana doubt labda itaenda kwa Yanga, alikuwa bwana mdogo ambaye ameenda sasa hivi Rabat. Watu wakawa nasema maybe anaweza kachukua, wengine amefika katikati ya msimu. Kwa hiyo kuna faraja kubwa kuona timu yenu imechukua kocha bora, imechukua mchezaji bora, kwenye kikosi bora ametoka wachezaji wengi. Kwa hiyo huwa inakuwa faraja kwa mashabiki. Kwa hiyo hiki ambacho kinaendelea kwa Diala kukosa clean sheet, mashabiki baadhi wanafurahi kwamba yes, Diala endelee kukosa clean sheet, bora hata achukue mtu mwingine. Kuna msimu Diala alikuwa anashindana kuchukua kipa bora, lakini pale Coastal Union walikuwa na kipa Mkongo pia alikuwa anaenda anashindania. Coastal kipa wao alifanikiwa kuchukua kipa bora. Mashabiki wengi walifurahi wa Simba,
Sio kipa wao, kumbuka ni kipa wa Coast, la wao walifurahi kwamba bora kachukua huyo. Bora kachukua huyo, Diarra hamna kitu, kwa hiyo ni kawaida hii. Okay, haya, huyu hapa anajiita Simba kijana, anasema Simba itatuua mashabiki. Msife bwana, bado tunawahitaji na taifa linawategemea. Yes, Kibaba Minya anasema habari za asubuhi hapo, ameanza kwa kucheka. Salama. Okay, Kinoge anasema Simba mbovu. Simba ni mbovu. Ina alama 6 mwambie. Ina alama 6 Kinoge, umeambiwa. Na iko nafasi ya pili kwenye ligi. Okay. Aha. Abdul anasema dada, vipi kipa wa Simba ashapona tayari? Taarifa bado. Okay. Hakuna taarifa inayothibitisha kwamba amepona. Kibaba Minye anasema Dumbia gari haliwezi kuwaka kamwe hata kidogo. Nyie watu wana mkataba na Mungu. Iskari anasema Diarra atawashangaza mechi zijazo. Anasema wana Yanga msijali, Diarra atawashangaza mechi zijazo, Yanga bingwa. Haya, huyo sio mwana Simba. Kulo anasema hivyo. Hatimaye Kulo amepona bwana, amepona na uchungu. Isa anasema nimependa sana uchambuzi huo wa Mtubii hapo ndani. Amependa uchambuzi wako. Okay. Asante sana Isa kwa ujumbe wako. Anasema mwambie awashe la babake. Uliyesema Dumbia gari aliwaki. Mini mjumbe. Dakika ni 9 zimeondoka baada ya kugonga 2 kamili kwa saa za Dodoma, Tanzania. Kipindi hewani ni Amka na Imba Nasi.